Katika video hii tutakwenda kuangalia mfumo wa maombi ya kitambulisho cha taifa, lakini kabla ya yote tutaangalia kwanza maelezo muhimu kabla ya kuweza kuomba kitambulisho. Mambo muhimu ya kuzingatia wakati wa ujazaji wa fomu. Mwombaji unatakiwa kuwa na anwani ya barua pepe ambayo ataitumia kusajili na kupokea kiungo kitakachokuwezesha kukamilisha usajili wako. Lakini pia utatakiwa kuwa na nyaraka zisizopungua 2 zitakazotumika kuthibitisha utambulisho wako. Mfano, nyaraka hizo ni cheti cha kuzaliwa, kadi ya mpiga kura, cheti cha kumaliza shule ya msingi na vyeti vingine. Namba 3, mwombaji utatakiwa kufanya scanning ya nyaraka zako na kuziweka katika muundo wa PDF usiozidi kurasa 1 kwa kila kiambatanisho, au picha katika muundo wa JPG au PNG. Ni muhimu mwombaji kujaza namba yako ya simu ya mkononi. Mwombaji utatakiwa kuambatanisha cheti cha kuzaliwa endapo umezaliwa mwaka 1980 na kuendelea. Aidha, endapo mwombaji amezaliwa kabla ya mwaka 1980 atatakiwa kuambatanisha cheti cha kuzaliwa au affidavit. Kwa waombaji wenye majina mengine ni vyema kuandika majina hayo ili endapo ikatokea uhitaji wa kurekebisha majina yake iwe rahisi kutambulika. Mwombaji anatakiwa kufahamu majina ya baba na mama yake mzazi. Mwombaji ambaye ana namba za utambulisho NIN za wazazi wake anatakiwa kuweka viambata halisi kwa wazazi waliokwisha pata vitambulisho vya taifa. Kila mwombaji pia utatakiwa kujua namba ya nyumba, mtaa na kata anayoishi. Kwa Tanzania walioko nje ya nchi wanatakiwa kupata uthibitisho wa ukazi katika nchi husika kutoka kwa maafisa wa ubalozi wa Tanzania ili kujaza sehemu ya makazi, mtaa au kata kwa usahihi. Endapo mwombaji umepata vyeti vya shule, namba ya mlipa kodi na kadi ya mpiga kura, ni vyema kuambatanisha. Mwombaji utatakiwa kujaza fomu kwa usahihi na kuhakikisha viambata vyako na taarifa ulizojaza katika mfumo hazikinzani na taarifa nyingine kama vile taarifa za shule au biashara. Mwombaji unatakiwa kujaza taarifa zako kwa usahihi na kuchapisha taarifa hizo katika fomu na kwenda kwenye ofisi ya serikali ya mtaa unapoishi kwa ajili ya kugondoa muhuri na saini ya mwenyekiti wa mtaa wako. Mwombaji unatakiwa kufika katika ofisi ya NIDA iliyoko kwenye wilaya ya makazi ukiwa na fomu iliyokamilika iliyogongwa muhuri na kuwekwa saini ya mwenyekiti wa serikali za mtaa pamoja na nakala ngumu za viambatanisho vyako ulivyopakia katika mfumo wakati wa usajili kwa ajili ya kukamilisha taratibu za usajili. Kwa mwombaji ambaye anahitaji kupata maelezo ya ziada asisite kufika katika ofisi ya NIDA iliyo karibu na wewe. Sasa katika mfumo huu, hizo ni taarifa ambazo unatakiwa uwe nazo wakati wa kujaza fomu hii. Na baada ya hapo utatakiwa kuwa na barua pepe yako. Unaweza neno lako la siri, kisha neno la siri, chagua aina uraia kama hapa ni Citizen, then utafungua akaunti yako na kuanza process. Kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel ya FEABOY, bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Asante na karibu.